mapenzi yako yathibitike. Baba, ukuu wako usidike. Niko hapa mbele zako Bwana, kwa neema yako tu Jehova, ni majira yako sasa. Sema na kanisa lako, zungumza na kanisa lako kwa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti hai. Bwana, majira haya Mungu, tunanyamaza kimya mbele zako, tunanyamaza kimya mbele za uso wako, tukisifu mfalme wa wafalme unene, tukisifu mfalme wa wafalme uongee, tukisifu Bwana wa Bwana useme karaba shekeri mandara bosaya ribeketo ya makaya mandolisia robo shata materia manda. Haijalishi Mungu kuna uvamizi wa namna gani, haijalishi Bwana kuna upinzani wa namna gani, haijalishi Bwana wengi mpango wa namna gani, yuko mfalme wa wafalme asiyeshindwa, yuko Bwana wa Bwana mwenye simba wa kabila la Yuda, yuko mahali hapa kwa ajili ya kutendea yaliyo mema. Baba, nafasi nyingine ni Bwana, nafasi ya upendeleo kwako Bwana, tumepata moyo kuja kwako sasa Bwana, sasa Yesu, sasa Bwana, yaweke wazi, yazirishe sasa, yaweke wazi, yazirishe sasa. Kama shiki makaya na makosa. Kuna vitu ambavyo mimi sitaweza kuvizuia wala usije maisha yako, kwa sababu
akasema na mtu unapomzuia inakuwa kesi ya Mungu. Tumetembea wiki nzima, inawezekana tunaonana, lakini leo tumekuja nyumbani. Tumekuja kwa Mungu kuongea na Mungu. Hatujaja kuangalia kwamba tuabudu, tuimbe, tucheze, muda ufike tuondoke. Hakufanya. Tumekuja leo tumwabudu Mungu, lakini aseme na maisha yetu, abadilishe historia za maisha yetu. Kwa hiyo chochote kile ambacho Mungu atafanya, mimi sitakuwa na neno la kusema au kukosoa, kwa sababu ni yeye anatamani kufanya. Tujifunza kwa muda mfupi, lakini tutakuwa na muda mrefu wa kuomba. Tujifunza kwa ufupi, lakini tutakuwa na muda mrefu wa kuomba. Lakini pia tutafanya maombi na maombezi. Ujumbe unaweza kuandika ujumbe, maombi ya kukomboa na kurejesha hatima yako. Maombi ya kukomboa na kurejesha hatima yako. Tujifunza maombi ya kukomboa na kurejesha hatima yako. Hatima imebeba kila kitu. Hatima imebeba kila kitu. Sasa kabla tujaomba, kabla tujaendelea mbele za Mungu, lazima tuangalie, tuingia kwenye maombi, tuombe sana sana, tujue namna ya kufanya. Lazima tujue kabla ya kufanya jambo, kabla ya kuomba, lazima kujua na kuelewa kwamba hatima ni nini. Swala la kutafakari na hatima ni nini? Hatima ni nini? Umeokolewa ili iweje? Mungu ameniokoa ili iweje? Hatima imebeba nini katika maisha yako? Tangu ulipookoka hadi leo ulivyo, je, unaongezeka ama unashuka? Mungu atusaidie sana. Kitabu cha kusimamia Yeremia 29. Yeremia 29. Hatima ni nini au kusudi la Mungu juu ya maisha yetu? Hatima yako ni nini? Unavyoishi ndivyo Mungu alivyokuambia. Hatima ni zaidi ya kila kitu katika maisha yetu. Unapopoteza hatima yako, maisha yako yanabadilika. Unapopoteza hatima ya Mungu katika maisha yako, lazima maisha yako yatopaa, kwa sababu hatima ya Mungu inapotea. Hakuna maelekeo, hakuna njia, hakuna upao. Maisha yanabadilika.
ufanye dhambi au ufanye yasiyopendeza Mungu na machafuko mengine yakasababisha ukatoka kwenye mstari, ukatoka kwenye usuli, ukatoka kwenye njia, ukatoka kwenye mstari, ukatoka kwenye hatima yako. Usikubali leo kupoteza hatima yako. Tutajifunza, tutaomba, lazima tuone Mungu, tufanye maombi, tumwambie Mungu asimame ajisilishe, asimame ajifunue. 29 mstari wa 11 inasema, maana nayajua mawazo nawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala sio mabaya, wapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nani mtaniita, takwenda na kuniomba, nani mtawasikiliza, nani mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo yote, nani mtaonekana kwenu, asema Bwana. Nani mtawarudishia watu wenu waliofungwa, nami mtawaleta msana mimi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote mlipowafukuza, asema Bwana, nami mtawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo mliwafanya mchukuliwe mateka. Tuanzie kwanza hapo. Inasema, maana yajua mawazo ambayo nawazia ninyi. Mungu anajua mawazo ambayo ananiwazia, anakuwazia wewe. Ukisoma Yeremia kuanzia mstari wa kwanza, anamwambia Yeremia, kabla haujatoka tumboni mwa mama yako nalikujua, anajua hatima yako ni nini. Unaweza kukimbia ukaenda kula kule, unaweza ukatoroka ukakimbia huku na kule. Kama Mungu ana agano na wewe, lazima litatimia tu. Haijalishi ni mambo gani yamesimama. Biblia inasema ya kwamba maana yajua mawazo ninayowazia ninyi, hatima ya Mungu juu ya maisha yetu ni nini? Kwa nini Mungu ameniokoa? Kwa nini Mungu amekuokoa? Amekuokoa ili na wewe ufanyike msaada kwa ajili ya wengine. Maana katikati yako kuna kusudi la Mungu, kuna hatima ya Mungu. Lazima kile ambacho Bwana amekiweka ndani yako lazima kitoke, kiwasaidie wengine. Haleluya, haleluya. Haujaokolewa kwa bahati mbaya, haujaokolewa turukae. Sasa baada ya kuokolewa, inawezekana yakarejea kuingia, hatima yakaibiwa, kusudi la Mungu ikaibiwa, ukabaki mtupu. Baki mtupu. Naomba maombi dakika 2 yanaisha, maombi dakika 3 yanaisha, lakini kabla yako nilikuwa na masaa 4 na 3. Shida ni nini? Tatizo ni nini? Mungu anamwambia Yeremia, anajua mawazo unayowazia. Yeremia wa leo ni mimi na wewe. Mungu anaongea na sisi leo, anajua mawazo anayotuwazia kwa habari ya hatima zetu. Ugumu wa maisha usikufanye ukatoka mstari wa Mungu ukaenda upande wa pili. Wengine wameokoka lakini bado wanafanya matambiko. Wanasema kuna andiko linasema jisaidie na kusaidia, ila mimi sijaliona. Labda kama mimi sijaliona. Mungu hahitaji
kukusaidia kazi. Mungu hahitaji vitu vya kushikika vikusaidie kazi. Yeye ni zaidi ya kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Hatima yako, hatima yangu ni nini? Hatima yako ni Mungu ana hatima gani na wewe? Mungu ana mpango gani na wewe? Mungu ana kusudi gani na maisha yako? Wengine wengi tunaishi maisha ambayo sio ya kwetu. Tunaishi maisha ambayo sio ya kwetu. Kamulia Gideon. Gideon yupo kwenye Betebo, anazungumza na malaika. Malaika akamwambia shujaa. Gideon anasema mimi shujaa kama vile shujaa. Bwana mabaya anakupanda kama vile shujaa. Yako wapi matendo ambayo tuliamisiwa? Bwana sioni. Kama vile kweli shujaa, kweli Mungu anakusudia kwamba kupitia neno lazima kwa vile alivyokulewe. Bwana yale matendo iliyoamisiwa, Bwana siyaone. Hivyo wengi wetu na maswali, Bwana nimeokoka lakini sioni mwelekeo. Miaka inaenda, napiga vitabu, sioni mbele, sioni nyuma. Mpaka wale wasiomjua Mungu wananidhihaki. Simama kwenye kusudi la Mungu, simama kwenye hatima yako, na maana mbele za Bwana. Ile inasema ya kwamba sura ya 5, baba zetu walitenda dhambi. Kuna mtu mwingine tuliunganishwa nake kwa sababu ya wale waliotangulia. Leo tumepoteza hatima zetu kwa sababu familia zetu ziliunganishwa na madhabahu za uganga na ushirikina. Tuliunganishwa. Hakuna kwenda kupata basikeli. Yaani mtu akisoma kufika form 4, yaani wanasoma sana. Yaani mwisho darasa la 6 la 7 la kwanza ameacha, imeisha. Kuolewa ni kesi. Ukiolewa ni shida. Kwa nini uolewe? Kwa sababu madhabahu ndio zinaamua hivyo. Wengine ni rafiki zetu. Kuna rafiki yangu nikapenda, amesema nilikuwa kabla sijaokoka, asema nilikuwa na marafiki wengi. Wale marafiki wangu wengi baada ya kuokoka nikawapuuza. Kwenye status zangu ninapoposti hawaoni. Kwa nini? Si wa njia yetu moja, si wa njia yangu moja. Zamani walikuwa ni wapao kwa sababu tulikuwa tunaenda klabu na watu wanakunywa, tunajirusha, tunafanya visu na wewe. Baada ya kuokoka nimeamua nichukue maamuzi makuu, nibadilishe historia ya maisha, nianze upya. Sasa ili nifike kwenye hatima yangu, nione matokeo, nione Mungu akijidhihirisha katika maisha nilionayo, lazima uamue kuchukua maamuzi makuu. Wewe ni binti, chukua maamuzi makuu. Wewe ni kijana, chukua maamuzi makuu. Wewe ni baba, mama, chukua maamuzi makuu. Bila hivyo napiga mitaani, tuko pale. Biashara hiyo unafanya, wenzako wanafanikiwa, lakini wewe iko pale. Na kutoa na michango ya chama, lakini iko pale. Kuna nini? Rudi chini kwanza, rudi nyuma, anza upya. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Tuombe.
yangu mkole ni nini? Alikuwa kwa baada ya mkole na nini? Kanisa alisema mkole ni nini? Neba nini? Neba hatima. Hatima. Sasa ili kwa ina tena ili kwa mlango. Sasa yeye mwalimu akajaribu kukufundisha, ukiona zile kitu zake amefundisha moja mbili, yani amefanua vizuri. Sio swali ya namba bila kutangaza mambo ya katika kibali cha ukiamua kufanya chunga unaona matokeo, ukiamua kupuuzia unapata shida. Nafanya biashara na kufa kilifungwa kwa mtoto hizo waswali shule. Kuna nini hapa? Hatima yangu iko wapi? Kusudi la Mungu juu ya kuokolewa kwangu, juu ya kuzaliwa kwangu iko wapi? Iko wapi? Mwingine anasema kwamba katika familia sisi wanawake tumezaliwa wanawake watano, lakini wale wanawake watano ndio tunaowasaidia wazazi wetu. Sasa tunaposaidia wazazi wetu, inainuka vita kwetu na kwenye familia zetu. Tukabeba sababu umebeba chakula ndani yako, ndio maana kinapigwa vita. Mungu atusaidie sana. Inajua mawazo mabaya, inawazia nini? Sio mawazo mabaya. Mungu ana mawazo mema juu ya maisha yetu. Wewe je, una mawazo gani juu ya Mungu? Wewe je, una mawazo gani juu ya Mungu? Ikiwa Mungu ana mawazo mazuri na wewe, je, wewe unawaza nini juu ya Mungu? Shida sio kulia, shida sio kunung'unika, shida ni nini kimesimama kwenye hatima yako? Nini kimesimama? Tuko chuoni, nikamwambia mtu aliwaambia pale kanisani, sisi kama chuo tunajifunza chuoni, tuko kujifunza. Sasa lazima uelewe kuna wakati wa Mungu wa kukutisha. Utapita sehemu fulani, anakuimarisha, hajakuacha kuna wewe. Simoya damu na wewe, yaani hiyo sikizo sababu sioni, yaani hata ndoto sioni, yaani kama amekaa kimya, hajakuacha kimpo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Lazima tunapenda kuomba, tusiombe kimakosa, tusiombe kwa hofu, tusiombe kwa kupapasa, tuombe tukiwa tumejaa ujasiri. Tunapoenda kukomboa, tunapoenda kudai, tunapoenda kung'ang'ana, tunapoenda kushambulia, tunapoenda kupambana, lazima shetani aseme akikawa watu kweli wa Mungu. Itakupiga unacheka, utapigwa wewe, utapigwa wewe. Najua mawazo ninawazia nini, nani mtakwenda kuliomba. Tunapokwenda kumwomba Mungu, amesema
Bwana Yesu asifiwe. Chana leo tunatuombe. Sikiliza, unapokuja nyumbani wa Bwana, jifunze mambo yatakusaidia. Nenda nyumbani wa Bwana, nikutane na Mungu, niongee na Mungu, nimsikize Mungu. Kuna wengine wanakuja kanisani, kazi yake ni kulala kuanzia ibada anaanza mpaka ibada isha. Yaani msikizi tu, msikizi tu, msikizi tu. Alafu ukiwaambia tukamwambia amina. Shida. Yesu atusaidie. Unapotoka chumba cha maombi, unapotoka unasikia moyo unafurahi kwa sababu umeona pumziko, umeona Bwana anakutendea, unaona mbingu zinafunguka. Nikiambia hivi kule kwa mtumaini pale jamaa huyu mwenda yote mbele kijana ambao tunaenda kuekesha mwenyekiti Joshua alikuwa ndio vijana. Tulienda hapa na mimi mtano wa zoni Joshua alikuwa ambao tuna vibali vya kuja kuelekesha kuomba nyosha mkono juu. Biblia inasema hivi, tuwapate wapi wanawake waombolezaji watakaoomboleza, watawafundisha mabinti zao kuomboleza, sio mabinti pekee na jirani zao kuomboleza, ili macho yetu yabubujike maji, maana sauti ya maombolezo imefika madirisani. Jumatatu niko bize, Jumanne niko bize, Jumatano niko bize, Alhamisi niko bize. Je, Mungu akitaka naye akuweke bize, utamlaumu? Kwenye pea kuna Sibarei, kuna Ngadei, kuna Azamea Filipo, na kwa Yesu itakuja siku itakuwa kwa Yesu Day ambao ni Jumapili. Sisi tumejaa tu wengi hapa, tuombe mpaka saa 7 au mpaka saa 6 kwa hema na jioni kwa ibada. Anakuja Masebe na mzee wa kanisa anapita na wengine wenye shida na Mungu wao. Sisi wengine hatuna shida. Ibada asubuhi hata wachana wanaabudu, hata waganga wanaabudu. Mungu atamani wiwani tunapambana tena zako. Turudi kwake leo, tutegemeze tuone majibu. Tunapoomba tuone Mungu akishuka kifanda. Tunapomba Mungu anashuka kufanya. Mungu yupo tayari kufanya. Tatizo moyo wako na moyo wako. Tatizo ufahamu wako na
Ndio maana kusema Bwana asifiwe. Mwingine anasema hamna, mwingine anasema amina. Hakiwa watu 10, Bwana asifiwe. Amen. Sema hamna momo. Bwana asifiwe. Tafsiri yake ni nini? Iwe kama unavyosema. Ibada ndio hapo. Amen. Anakuja mtu mmoja. Anakuja watu wawili. Watu wanakuja. Yesu analia. Yesu anaumia. Yesu anahuzunika. Hii ndio kanisa ambalo lilikuwa kwa damu yangu. Hawa ndio watu ambao nimewafia pale msalabani. Hawa ndio watu ambao mimi nilikubali kuchukuliwa kwa ajili ya maisha yangu. Hawa ndio watu ambao nilikubali kwa ajili yao. Bwana wananiuliza namna hii. Yesu akiangalia analia. Yesu akiangalia analia. Anaomboleza. Ndio maana nasema nitakapokuja nitaikuta imani yangu. Mungu atusaidie sana. Dada, hatima yako ni nini? Hatima yako ni nini? Inaonekana hatima katika ndoa yako imeibiwa. Leo ndio ndoa wanasema ndizo tena kwa sababu watu wameibiwa. Inaonekana elimu yako imeibiwa. Inaonekana maisha yako, ushirika wako na Mungu umeibiwa. Hatima yako imetoweshwa. Unaishi tu na unaishi. Unaelekeza kwa kuone wazee kaza na mchungaji, lakini haupo. Sababu nyingi. Mbona tunapokuja mekana? Yaani ungejua wewe, unajua nini? Sababu yako ina mantiki mbele za Mungu. Sababu yako ina msingi mbele za Mungu. Je, kwa nini natumia unapa na Mungu wangu? Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana asifiwe. Unapa ni Mungu wangu. Bwana asifiwe. Shemeji ni wangu wangu. Anoka nje. Wangu wangu. Simama mkono. Simama mkono. Mama Mariana. Au Bwana asifiwe. Wewe simama mkono. Hawa ndugu zangu. Nikipiga swali feki, hana jibu la kuniambia. Swali kwangu hana jibu la kunijibu wa kweli. Bila kusoma, akiogopa kusoma. Ndio shule ndio wangu. Tuko baba wangu. Kile kwa shule kanisa. Mtu anaenda kanisani. Sangao kwa kanisani. Kile kwa shule kanisa. Akipo. Sio aliwala akipo. Ukisema mtoto tunaona kuna mtoto hapa. Kuna mgeni umesema hivi. Kwa nini kanisani? Anakuambia nimechoka. Je, ni kwa kichoka maisha yako utakuwa wapi wewe? Subiri baba yako. Subiri maisha yako. Hiyo ndio kwa nini tunaonekana nenda kwenye mikoba, kwa kikoba nisaidia. Atusubiri mama mwingine ambao ya kila Musa kila damu tuhubiri maisha yetu sisi hapa. Tujihubiri sisi wenyewe. Kwa nini watu wanaendelea kuibada? Niko busy na kazi. Je, kazi yako ni bora kuliko Mungu? Sio. Usizoe Mungu kama baba yako.
tayari Mungu, nimekuja kwako, niko tayari. Acha muone mshamba, acha muone washikamo, lakini unajua unafanya nini mbele za Mungu. Hata mke wangu mwenyewe anaweza kutuona bila sema, watakuwa wale wawili, yani mume na mke. Mke wangu anaondoka, unabaki wewe. Mume wako anaondoka, unabaki wewe. Mtoto anaondoka, unabaki wewe. Baba alikuwa mchungaji. Baba yako mchungaji atakusaidia kwa mambo yako. Bibi yako mchungaji hatakusaidia kwa mambo yako. Baba yako mchungaji hatakusaidia kwa mambo yako. Baba hatachukua uongo wa baba, wala baba hatachukua uongo wa baba. Kila mmoja anasimama kwa zamu yake, kwa sababu yale uliyotenda yataambatana na wewe, yatakufuata nyuma. Kama ulikuwa Mungu, uongo utakufuata nyuma. Kama ulikuwa mkweli, ukweli utakufuata nyuma. Kama ulikuwa mzinzi na kahaba, ukahaba na uzinzi utakufuata nyuma. Hakuna kujificha, mambo yote yanawekwa wazi pepe. Mchungaji, uko wapi? Nipo tena mchungaji. Wewe mashauri. Mbona unabaki kufikia bado? Naomba nikwambie, wewe changu. Uko wapi? Niko sehemu fulani. Kumbe hapo sehemu hapo. Unasema Mungu haitakusaidia. Haitakusaidia. Wana wa Mungu watusaidia. Hata kanisani wakija watu wawili watatu, Yesu yupo, atahubiriwa na injili itasonga mbele na watu